kutunza wito wetu. Naomba tuseme kitu chochote hiki wote. Kutunza wito wetu. Sema wito wetu. Mwandishi huyu wa maandiko haya ni Roho Mtakatifu, hata kama alitumiwa Paulo, lakini maneno haya yalikuwa maneno yaliyovuviwa na Mungu. Paulo akawa anaongea maneno haya akiwa kifungoni kwa ajili ya injili ya Yesu Kristo. Na kama tulivyojifunza kwenye injili, tunaona walipopitia mateso wakafurahi, kwa sababu walifurahia yale mateso wanayoyapitia katika Kristo Yesu. Na mwalimu alifundisha vizuri wa wanafunzi na maandiko kwamba usijiingize kwenye majaribu ukamjaribu Mungu. Unapoteswa unasema ninateswa kwa sababu ya Kristo. Uteswa kwa sababu unatenda haki. Uteswa kwa sababu unafuata Yesu kikamilifu. Usiteswe kwa sababu umeiba, umetukana na watu, unagomba, unafanya mabaya. Hapana. Hiyo utakuwa huteswi kwa ajili ya Kristo. Lakini tunapozungumza juu ya wito, tunazungumza juu ya mwaliko. Maana ya wito, mwaliko wa Mungu kukuita wewe na mimi kuingia katika ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha nyingine ni mvuto, ni Mungu ametuvuta. Injili ya Yohana, Yesu anasema sio ninyi mlionichagua, bali ni Baba aliwachagua. Ni mimi niliyowachagua ninyi ili mkaurithi nini? Uzima. Bwana Yesu asifiwe. Sio ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri ya wito inaenda mbali sana. Anasema wote waliokuja kwa Yesu ni wale waliovutwa na Baba. Mungu Baba alikuvuta wewe kuingia katika ufalme wa Mungu, lakini ni kuchaguliwa na Mungu kati ya wengi. Kama ambavyo tunasoma Biblia, anazungumza juu ya Yakobo na Esau, anasema hivi: Mungu aliamua kumchagua Yakobo, lakini akamkataa Esau. Maana yake wito wako na wokovu wetu tulionao kutoka kwa Mungu ni upendo wa Mungu wa kutuchagua yeye. Alitupenda akatuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Alituchagua ili tufanye nini? Ili tuwe miliki yake, yaani tuwe ndani yake, tuwe himaya yake. Awe baba yetu na sisi tuwe watoto wake, awe ndani yetu nasi tuwe ndani yake. Amen. Lakini Yesu kama alivyo mlisi, na sisi tuwe walisi wa ufalme wa Mungu kama mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la pili, ili tumtumikie. Tumeitwa ili tufanye nini? Tumtumikie. Tuwafungue waliofungwa, tutoe mapepo ndani ya watu walio na mapepo, tuwaweke huru watu ambao walifungwa na kuonewa na ibilisi shetani. Bwana Yesu asifiwe. Na wito huu ni wa thamani sana. Petro 1:18, Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 anasema tumenunuliwa. Yaani wito wetu maana yake tumenunuliwa, tumelipiwa deni na Mungu. Dhambi zetu zimefutwa kupitia damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu ikatununua kutoka kule mikononi mwa Shetani, akatulipia kupitia damu yake, tukaingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Sasa ni watoto wa Mungu, ni watakatifu, ni miliki ya Mungu, ni watenda kazi pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Na kwa kuwa ni watenda kazi pamoja na Mungu, Mungu anafurahia anapokutazama, anapokuangalia. Hilo usilisahau. Sasa Paulo anaanza kuonyesha namna gani tunaweza tukautunza wito. Ndio maana anaonyesha neno la kuonya, la kusihi na wasihi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama wito wenu ulivyo. Nini maana ya kuenenda kama wito ulivyo? Lugha nyingine ni
kutunza viwango vya wokovu wetu katika Kristo Yesu. Ni kuishi maisha ya utakatifu ya kumpendeza Mungu. Kwa kuwa sasa sisi ni miliki ya Mungu, hatupaswi kuishi holela, kujichanganya hovyo, kuishi maisha ambayo ni ya duniani. Sisi ni watakatifu, ni miliki ya Mungu, ni watoto wa Mungu, ni kanisa la Bwana. Biblia inasema sisi ni kama bibi harusi wa Kristo Yesu. Tunajua jinsi ambavyo bibi harusi anajiandaa wakati anataka kwenda kwa mume wake. Wengine wanamfungia ndani akae siku 7 mle ndani. Ni kweli, ukitembea huko nje na mtu anayekaa ndani, tofauti yake utaiona. Mtu anayekaa ndani unakuta kasura kake kako timufu, yani kametakata. Lakini mtu anayeshinda juani sura inapauka. Sasa kwa sababu anataka kwenda kwa mume wake, anataka ende akiwa softi, mwili kazuri. Wangapi walishaona hayo? Na kwa sababu sisi ni bibi harusi wa Bwana wetu Yesu, haleluya, tunapaswa kukaa ndani ya Kristo Yesu ili tubaki katika sura anayoitaka. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa hiyo maana ya kutunza ni kulinda, ni kuhifadhi, ni kuthamini, amen, ni kujali, ili kuto kupoteza. Vitabu vingi vinazungumza. Yuda anasema, ijapokuwa mnajua, nataka niwakumbushe, muishindanie imani. Yuda 1 na kuendelea, ambayo watakatifu wamekabidhiwa mara moja tu. Imani hii ambayo Mungu ametupa baada ya kutuvuta kwake, tumekabidhiwa mara moja. Yesu alikufa mara moja, hafi mara 2 tena kwa ajili ya wenye dhambi. Lakini tunapozungumza Waebrania 2:1-3 nasema, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu wa namna hii? Bwana Yesu asifiwe. Maana yake lazima tuthamini, tutunze wito wetu, maana ni wa thamani. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo 3:11 Biblia inasema, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitoa taji yako. Kumbe kutunza ni kushika sana kile ulicho nacho, kukihifadhi, kuhakikisha hakichomoki. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema ni kuenenda katika tabia na matendo yetu yafanane na wito au wokovu wetu tuliopewa na Yesu. Mathayo 5:16. Yesu anawaambia wale wanafunzi walioitwa, matendo yenu yawe mema. Kila mmoja ni sehemu ya Injili, ni sehemu ya wito wetu. Kipengele cha kumtumikia Yesu vizuri ni pale ambapo nyenendo yetu na tabia zetu zinamtukuza Mungu, na watu hawajikwai kwa matendo yetu, maneno yetu, maisha yetu yanamwakilisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili watu wapate kumtukuza Mungu kupitia matendo yetu. Ukiwa nyumbani, ukiwa sokoni, ukiwa kijiweni, ukiwa popote, hakikisha tabia na mwenendo wako unamtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakika maneno yako yanamtukuza Mungu. Ameendelea pale chini, anasema ili tuweze kufanikiwa zaidi. Namna gani tuweze kufanikiwa zaidi kutunza wito? Anasema kwa unyenyekevu wote. Kipengele cha kwanza ni kwa unyenyekevu wote. Ukikosa unyenyekevu, huwezi kuliishi neno la Mungu. Unyenyekevu ndio unafungua mlango wa neema ya Mungu ya kukusaidia kusurvive kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Hata tunapoliona lile kanisa, Biblia inasema neema ya Mungu ilikuwa juu
nyingi juu yao. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanatunza wokovu wao, wito wao, thamani ya wokovu wao. Neema ya Mungu ikawa ndani yao. Walikuwa wanyenyekevu. Wanyenyekevu maana yake nini? Watu ambao wamepondeka moyo, wako tayari kuyaishi maneno ya Mungu, wako tayari kufanya kama Yesu anavyosema. Hawaangalii wanapata nini kwa Yesu, lakini wanapata nini baada ya kufuata Yesu, lakini walikuwa wanaangalia kile Yesu anachokisema ni cha maana zaidi kuliko kuyatazama yale mafanikio tu ya mwili ya dunia hii. Bwana Yesu apewe sifa. Unyenyekevu unalipa. Unyenyekevu ni ufunguo wa baraka za Mungu kwa mwanadamu. Mungu anawainua wanyenyekevu. Ukibarikiwa unainuliwa. Unyenyekevu ni kinyume cha kiburi na majivuno. Mungu anawapinga wenye kiburi, anawapa neema wanyenyekevu. Haleluya! Na kwa kuwa tunataka Mungu atuinue, na kwa sababu Mungu yuko juu, kanuni ya kwenda juu ni unyenyekevu. Mungu anataka tujivike unyenyekevu. Ni jukumu. Lakini anasema kwa uvumilivu. Kipengele cha pili, kwa uvumilivu wote. Tunda la Roho ni uvumilivu, lakini ameunganisha pale kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo. Jamani, kukaa pamoja hata mume na mke, kama lile tunda upendo haupo, hamwezi kukaa na mkaishi. Kinachofanya wanandoa wakae vizuri hata kama tabia zao zimetofautiana ni uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Upendo unazaa uvumilivu. Uvumilivu unaleta mtu azae matunda mazuri. Uvumilivu unaruhusu mtu kusamehe na kuachilia. Biblia inasema pendaneni ninyi kwa ninyi kama Kristo alivyowapenda ninyi. Ni njia ya kuhifadhi nini? Wito wetu. Lakini anasema tukijitahidi, jambo la tatu, tukijitahidi kuhifadhi umoja wa Roho, ambao sasa umoja wa Roho ni jambo la msingi sana, kwamba sisi, angalia linavyozungumzwa, mwili mmoja. Yaani maana yake nini? Sio mwili mmoja kama mke na mume, lakini kanisa la Bwana ni mwili wa Kristo. Na kila muumini aliyeitwa na Yesu ni mwili wa Kristo, ni kiungo katika mwili wa Kristo. Kila mtu tofauti tofauti ana huduma tofauti, mwingine mwimbaji, mwingine mhubiri, mwingine mwinjilisti, mwingine mishonari, mwingine ana karama ya kuponya, mwingine matendo ya miujiza, mwingine kutafsiri lugha, mwingine tafsiri na mambo mengi ambayo yapo katika kanisa la Bwana. Anasema sisi ni mwili mmoja, lakini tumebatizwa Roho ni mmoja. Lakini tumaini la unyakuo, tumaini la watakatifu ni moja, kwamba Yesu atarudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wetu ni mmoja, Yesu. Imani yetu ni moja. Wote chanzo cha imani yetu ni kusikia neno la Kristo. Wote tumekuja hapa ni kwa sababu tulisikia tuna imani moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Mungu ni mmoja na yupo na atakuja kuhukumu, tukaamua kuokoka. Lakini ubatizo wote ni mmoja, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tunazamishwa kwenye nani? Kwenye maji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu wetu ni mmoja na ndiye Baba wa wote, aliye juu ya yote, katika yote na ndani ya yote. Hapa umoja wetu ni lazima ili kutunza wito wetu kwa Bwana. Na kila mmoja wetu amepewa uwezo huo wa kulinda, wa kutunza, wa kuthamini, wa kujali wokovu. Hakuna atakaye kulindia wokovu, ni wewe. Hakuna mume atakaye kutunzia wokovu, ni wewe. Hakuna mke atakaye kutunzia wokovu, ni wewe. Ndio maana Mungu haingilii hiari ya malaika, hakuingilia walipokuwa mbinguni. Ndio maana aliamua
kuacha wawe na hiari, lakini alipoona hiari yao inapita mipaka yake, akaamua kuwatimua. Wamefungwa, wanasubiri hukumu ya milele. Duniani bado Mungu ameacha hiari kwa watu. Mwalimu amefundisha somo hili, kuna neno moja limejificha sana pale kuhusu Roho Mtakatifu. Anayebadilisha tabia na mwenendo wa mtu ni Roho Mtakatifu. Tunaposoma kitabu cha Waamuzi, Sauli alibadilika kwa sababu alikubali kujaa Roho. Alipojazwa na Roho akafunguliwa, akabadilishwa tabia na mwenendo wake, akawa mtu mwingine ambaye alianza kufurahia maneno ya Mungu, alianza kuishi sawa sawa na neno la Mungu. Na katika kipengele cha kila mmoja amepewa uwezo huu. Ni mimi na wewe, kila mmoja una nafasi ya kumwomba Roho Mtakatifu akusaidie ili uweze kushinda katika maisha. Kwenye somo lile walisema kuna mtu mmoja aliomba Mungu, nijaze Roho, nijaze. Hakujaa. Lakini alipoenda akafikiria kwa habari ya kuhubiri Injili, kama ambavyo nimesema, tumeitwa ili tuemikia Bwana, lakini tumeitwa ili tumtumikie. Aliposikia kwamba kumbe nimeitwa ili nimtumikie Mungu, akaanza kufikiria juu ya namna gani ataanza kuihubiri Injili. Akaanza kutafakari, kumbe mimi nimeitwa ili nimtumikie Mungu, ili nihubiri Injili, ili watu waokolewe. Ninafanyaje? Akaingia kwenye maombi, ghafla akajazwa. Haleluya! Kwa sababu Mungu anataka tuwe pamoja naye, tusiende peke yetu. Kwa hiyo ukiona unachelewa kujaa Roho, unaweza ukakopi na kuiga kanuni hii na Mungu akakujaza Roho ili maisha yako yawe ya utakatifu, ili uwe mnyenyekevu, ujae upendo, ujae utu wema, ujae fadhili, ujae uaminifu, ujae nidhamu ya kiroho. Haleluya! Ni aibu kwa mtu ambaye ameokoka na kuwa mwazi. Hana utii, anadharau mamlaka. Hata wakimwambia hasikii. Unajiuliza, huyu amejaa Roho kweli? Jamani, Roho ni mnyenyekevu sana. Yesu aliyejaa Roho alikuwa mnyenyekevu hata mauti. Mauti ya nini? Ya msalaba. Na tukifika hapo, watumishi wa Mungu, tutainuliwa. Tulikuwa kwenye wiki hili tunataka Mungu atujaze mafedha naisha. Nani hataki fedha? Nani anataka pesa? Nauliza maswali mawili ndani ya moja. Nani anataka pesa? Haziji mpaka tunyenyekee. Haziji mpaka tufuate kanuni za kimungu. Mungu ndiye anatoa nguvu ya kupata utajiri. Sasa kama hatunyenyekei, tutapataje utajiri unaotoka kwake, unaodumu? Haleluya! Ili tuweze kufanikiwa lazima tufuate neno la Mungu, tufuate kanuni za Mungu zinazoishi. Ndipo Mungu atatupandisha utukufu hadi utukufu. Tutaanza kumiliki pesa, lakini tutakuwa na heshima ya kimungu na pesa zitadumu. Mungu akubariki sana. Mungu akufanye kuelewa katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Pokea kutunza wokovu wako. Pokea roho ya unyenyekevu. Pokea roho ya unyenyekevu. Pokea upendo wa Kristo ndani ya maisha yako. Jaa uvumilivu. Yesu anasema mvumilivu Mungu atamwidhinisha, atavuna mavuno ya kazi yake.